Karibuni tena katika familia yetu ya maarifa ya neno ili tuweze kutafakari kwa pamoja, na tafakari yetu ya leo inasema kazi za Mungu katika mikono ya Shetani. Kazi za Mungu katika mikono ya Shetani. Ujumbe huu unaweza kutatiza au kushangaza. Iweje tuseme kazi za Mungu katika mikono ya Shetani? Lakini kuna hali ya kusikitisha ambayo maandiko yanatuonya mara kwa mara. Kuna watu wanaodai kufanya kazi ya Mungu lakini sio kweli. Na hii ni kwa sababu mioyo yao inatawaliwa na tamaa binafsi, kiburi, madaraka au tamaa ya mali. Katika hali kama hii, kazi inaweza kuonekana takatifu kwa nje, lakini ndani yake imejaa roho isiyo ya Mungu, bali ya adui. Kazi ya Mungu katika mikono ya Shetani. Tuchukue kwa mfano baadhi ya nyimbo zetu za dini. Nyimbo zinaweza kuonekana kama nyimbo za kumtukuza Mungu, lakini unakuta kwamba nyimbo hizo zina malengo tofauti. Pengine nyimbo hizo zinafanyika kwa kujinufaisha binafsi au kwa kujiinua. Sio siri kwamba kuna watu wanaokimbilia kutengeneza muziki wa Injili si kwa sababu ya kumuinua Mungu, bali ni kwa sababu wanajua muziki wa Injili unalipa, kwa sababu watu wanapenda nyimbo hizo. Hivyo basi watu wanaimba nyimbo hizi si kwa malengo ya kumtukuza Mungu, bali kwa kujipatia faida binafsi au kujiinua. Ni nyimbo za Injili, lakini zina maslahi ya ubinafsi. Kazi ya Mungu katika mikono ya Shetani. Kuna watu wanaohudhuria mikutano ya dini na si kwa sababu wanapenda kumtukuza Mungu wanapoenda katika mikutano hii, bali wanataka matatizo yao yatatuliwe. Sasa napo kunaibuka wapiga ramli kwa kutumia imani kumhadaa mtu kwa maombi ya kuangushwa chini na kupandisha mapepo, kwa sababu anajua hiki ndicho watu wanakitaka. Mchungaji kama mganga wa kienyeji anajua kuwa watu wanavutiwa na ramli. Hivyo basi naye anaanza mbwembwe za kumpiga mtu ramli ili aonekane naye yumo. Anasahau kabisa lengo la ibada sio kupiga ramli, bali kumtukuza Mungu. Kazi ya Mungu katika mikono ya Shetani. Siku hizi watu wanapenda kuombewa na kuangushwa chini ndio wajue kwamba maombi yamesikika. Basi waendesha ibada nao wanahaha kupata uwezo wa kuangusha watu, hata wanautafuta uwezo huo kwa waganga wa kienyeji au kutumia mapepo kufanikisha shughuli hiyo. Mtu anahaha kufungua kanisa lake sio kwa sababu ya kumtukuza Mungu, bali ni mradi wa kujipatia kipato. Kanisa linakuwa mali ya familia. Baba na mama ni wachungaji na ni wanufaikaji wa fedha na mali za kanisa. Kazi ya Mungu katika mikono ya Shetani. Kwa upande mwingine, uovu kama sio wa wazi kama tulivyokwisha kuona, unakuwa pia uharibifu wa kiroho unaovaa mavazi ya utakatifu. Kwa mfano, jina la Mungu linaweza kutumiwa vibaya kwa maslahi binafsi. Yesu alionya kwamba si kila anayelitaja jina lake ni wake kweli. Yesu mwenyewe anasema, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana ataingia katika ufalme wa mbinguni,
Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia waziwazi, anasema Yesu, sikuwajua ninyi kamwe. Mathayo sura ya 7 mstari wa 21 mpaka wa 23. Sikuwajua ninyi kamwe. Maana yake kazi ya Mungu katika mikono ya Shetani. Watu utakuta walihubiri, walifanya miujiza, walitenda matendo kwa jina la Yesu, lakini hawakuwa na uhusiano wa kweli na Yesu. Sasa utaona tatizo halikuwa shughuli ya sala, maombi na nini, bali uhalisi wa mioyo. Paulo anaonya vivyo hivyo akisema, maana watu kama hao ni mitume wa uongo, wafanya kazi wadanganyao, na si ajabu, maana Shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru au malaika wa mwanga, kama tunavyosoma katika Wakorinto wa pili sura ya 11 mstari wa 13 mpaka ule wa 14. Kazi ya Mungu katika mikono ya Shetani. Shetani asipoweza kushambulia waziwazi, hujificha katika sura ya haki, imani au dini. Hapa sasa unafiki unafanyika kwa kutumia kivuli cha imani au kivuli cha dini. Utaona Yesu aliwakemea sana viongozi wa dini waliokuwa wanafiki. Aliwaambia, ole wenu wanafiki, kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe na sahani, lakini ndani mmejaa unyang'anyi na tamaa. Tunasoma hilo katika Mathayo sura ya 23 mstari ule wa 25. Utakuta nje kuna utakatifu, lakini ndani kuna uchafu. Sio tu Mafarisayo walikuwa wanafiki katika kutenda kazi ya Mungu. Leo hii utaona unafiki unatamalaki sana. Watu wanakuwa watakatifu kwa nje, lakini wanakuwa ni waovu kwa ndani. Watu wanaumizana waziwazi katika jumuiya zetu au katika imani. Watu wanashiriki katika sala pamoja, lakini uadui umewajaa ndani na dhidi yao. Watu wanashiriki katika sala, lakini uadui umewajaa ndani yao. Kazi ya Mungu katika mikono ya Shetani. Ukiona kwa mfano upo katika jumuiya au huduma ya dini, jumuiya ya mambo ya dini, ambapo unakuta kwamba mambo ya kichawi yanazungumzwa au yanahusishwa, ujue kazi ya Mungu ipo katika mikono ya Shetani. Watu wanaogopana, wanahisiana uchawi, wanahisiana ubaya, wanatendeana maovu, lakini unakuta wanasali pamoja, wanakula pamoja, lakini wanafanya hivyo kwa mashaka makubwa, hawaaminiani. Mtu anaishi kwa hofu kuwa mwenzake anaweza kumsaliti muda wowote. Kazi ya Mungu katika mikono ya Shetani. Utakuta kuna viongozi katika masuala yetu ya dini na imani. Unakuta viongozi hawa wanapambania maslahi binafsi. Nafasi katika taasisi zetu za kidini unakuta zinagombaniwa kwa hongo, zinagombaniwa kwa maslahi na kwa njia haramu, zinagombaniwa kwa hila
na hata kwa kutumia njia za giza. Kiongozi anatawala kwa mabavu na kunyanyasa wengine, kuwaumiza au kupalilia maslahi yake. Kazi ya Mungu katika mikono ya Shetani. Lakini utaona katika mazingira kama hayo, kwa nje kuna utakatifu wa kutosha, lakini wa kinafiki. Na unafiki ni hatari kwa sababu unamdanganya mtu mwenyewe na kuwadanganya watu wengine. Mtu anaweza kuanza kumtumikia Mungu kwa unyoofu, lakini kiburi, ushawishi, pesa au sifa zinapoanza kutawala, lengo hubadilika polepole au taratibu. Biblia inasema watu wa namna hiyo ni wale wenye mfano wa utauwa, lakini wanakana nguvu za utauwa. Na Paulo anasema ni watu wa kuepukwa, kama tunaposoma katika Timotheo wa pili sura ya 3 mstari ule wa 5. Unakuta mara nyingi tunakuwa na huduma mbalimbali, lakini huduma hizi zinajengwa juu ya tamaa badala ya utii kwa Mungu. Katika historia na hata nyakati hizi, baadhi ya huduma zetu hizi zinazotengenezwa za kidini zinaanza na nia njema, lakini punde zinapoteza mwelekeo wake ule wa kwanza. Maslahi binafsi yanaanza kuchipua na kushika kasi. Huduma inageuzwa na kuwa njia ya kujinufaisha. Yesu alisafisha hekalu kwa sababu lilikuwa limegeuzwa kuwa soko. Tena aliwaambia huku akipindua meza za wale wafanyabiashara hekaluni, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala. Nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, lakini ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Mathayo sura ya 21 mstari wa 13. Utaona hekalu lilikuwepo, ibada ziliendelea, lakini tamaa ya mali ilikuwa imeingia. Na hali hiyo sio ngeni katika huduma. Hata leo hii bado kazi za Mungu zinafanywa mikononi mwa Shetani. Badala ya unyenyekevu na huduma, watu wanaanza kufuata nguvu za kisiasa, faida za kifedha, kutawala jamii, umaarufu wa binafsi, ujenzi wa majina ya watu badala ya jina la Kristo. Mashindano katika masuala ya imani au katika kazi ya imani sio utaratibu wa kimungu, bali wa yule mwovu. Lakini tunayaona mashindano yakiwepo, yakidumu na kustawi katika jumuiya zetu, katika shule zetu za kiimani na vitu kama hivyo. Mashindano yanapochukua nafasi ya upendo, kazi ya Mungu hubadilika kuwa jukwaa la ubinafsi. Sasa unaweza kukuta jumuiya hii inashindana na jumuiya ile. Kanisa moja linashindana na jingine katika kujiona kuwa ni bora kuliko jingine. Watu wanashindana katika utakatifu na vitu kama hivyo. Mashindano yanazaa uadui, fitina, chuki na hata magomvi na mapigano. Utaona kazi ya Mungu imewekwa mikononi mwa adui. Yakobo anaonya, maana palipo na wivu na ugomvi ndipo palipo machafuko na kila tendo baya. Hiyo tunaisoma katika Yakobo sura ya 3 mstari wa 16.
utakuta matukio ya kidunia yakifanyika chini ya kivuli cha imani. Historia na dunia ya leo zina mifano ya kusikitisha. Utaona kunakuwa na kashfa za unyanyasaji zilizofichwa ili kulinda jina la mtu au taasisi. Kuna uporaji wa fedha kwa jina la Injili au kwa jina la imani. Utaona kunakuwa na kunyamazishwa kwa waathirika, yaani watu walioumizwa na mfumo wananyamazishwa ili kulinda mamlaka au vyeo au kumlinda mtu katika imani na vitu kama hivyo. Matendo haya si ya kimungu hata kama yanafanyika ndani ya kuta za kanisa au ndani ya imani. Petro anaonya, kutakuwako walimu wa uongo miongoni mwenu watakaoingiza mafundisho ya upotevu kwa siri. Petro wa pili sura ya 2 mstari wa 1. Na Paulo naye anasema, wakati utafika watakapokataa kuisikia elimu yenye afya, bali kwa kuzifuata tamaa zao wenyewe watajipatia waalimu, kwa kuwa wana masikio ya utafutaji. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari ule wa 3. Wakati mwingine upotovu hudumu kwa sababu watu wanapenda kusikia yale yanayowafurahisha. Wakati mwingine upotovu hudumu kwa sababu watu wanapenda kusikia yale yanayowafurahisha, siyo yale yanayowabadilisha au kuwaonya au kuwapinga pale wanapostahili kupingwa. Unakuta kiongozi wa kiroho kwa mfano anaogopa kukanya matendo machafu ya wale wanaoitegemeza huduma yake. Mtu anaweza kuwa mwizi, anaweza kuwa fisadi au mwonevu na hali kama hizo, lakini pia akawa ni mtoaji au mchangiaji mzuri sana katika huduma au katika makanisa. Watu wa namna hii wanapewa nafasi za heshima, hata vyeo, ili tu kuinufaisha huduma. Hapo ndio utaona kazi ya Mungu anakabidhiwa Shetani. Ijapokuwa kiongozi wa huduma anajua kabisa njia za huyu mtu kwamba si mtu mwema, lakini anachojali ni mchango wake. Mtu huyu ambaye anaonekana katika uovu anapewa huduma zote za kiroho kwa sababu tu mkono wake una asali ya kulamba. Bahati mbaya basi unakuta wale wasiokuwa na chochote lakini wapo vizuri katika huduma, hao ndio wanaotafutiwa matatizo kwamba hawajafanya hiki, hawajafanya lile. Kwa hiyo inakuwa rahisi kwao kunyimwa huduma za kiroho kwa sababu mkono mtupu haulambwi. Kamwe kiongozi hathubutu kuhubiri na kukanya matendo yanayofanania ya watu wale ambao wanaitegemeza huduma, kuogopa kuwa wataweza kuwapoteza au kupoteza watu wa aina yake. Kinyume chake, kiongozi anakazia mahubiri ya kuwapaka watu mafuta kwa mgongo wa chupa na kuwafurahisha badala ya kuwafundisha na kuwakemea. Kazi ya Mungu katika mikono ya Shetani. Hapo ni kumfurahisha Shetani kwa kuiweka kazi ya Mungu mikononi mwake. Kuna hatari ya kujidanganya kwa kutumia kazi ya Mungu kutumikia nafsi. Mtu anaweza kumhubiri Kristo, lakini moyoni anataka sifa.
Anaweza kujenga huduma, lakini anatafuta mamlaka. Anaweza kuzungumza juu ya kujitoa, lakini anaishi kwa anasa. Paulo anasema kwa uwazi, watu hao hawamtumikii Bwana wetu Yesu Kristo, bali matumbo yao wenyewe. Tunaisoma hiyo katika Warumi sura ya 16 mstari wa 18. Nafsi inapokuwa kitovu, ibada hubadilika kuwa maonyesho. Na Yesu alisema, mtu akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake. Tunaisoma hiyo katika Mathayo sura ya 16 mstari wa 24. Pasipo kujikana kuna kujikuza. Sasa basi, watu wanabadilika kutoka kuwa watu wa Mungu hadi kuwa vyombo vya adui. Mabadiliko haya hutokea taratibu. Unaona, unaanza kuwa na maridhiano madogo madogo na dhambi. Hapo basi kuna ile watu wanasema hii ni dhambi ndogo. Sasa wanatofautisha kati ya dhambi ndogo na dhambi kubwa, kwamba dhambi ndogo tunaweza kuivumilia, lakini tunasahau kwamba dhambi ni dhambi. Unaanza kuchepua kiburi kisichothibitiwa. Panakuwepo na hofu ya kupoteza ushawishi. Kunakuwa na kulinda taswira badala ya kulinda ukweli. Vilevile kunakuwa na kuhalalisha maamuzi yasiyokuwa sahihi kwa kisingizio cha kazi ya Mungu. Mwisho wake unakuta kwamba jumuiya, taasisi, kikundi au huduma inaanza kujilinda yenyewe zaidi kuliko kulinda haki. Kazi ya Mungu katika mikono ya Shetani. Katika Ufunuo, Yesu anazungumza na makanisa. Anasema, nina neno juu yako ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 4. Huduma inaweza kuwa na majengo, inaweza ikawa na maprogramu, au ikawa na watu wengi, lakini ikampoteza Kristo moyoni. Kazi ya Mungu katika mikono ya Shetani. Wakati mwingine au mara nyingi, moyo wa mwanadamu ndio uwanja wa vita, hasa vita ya kiroho. Hivyo basi unakuta kwamba tatizo sio la huduma pekee, bali ni tatizo la moyo. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, kama Yeremia anavyosema katika sura ya 17 mstari wa 9. Anasema, moyo una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kuujua? Shetani hahitaji kufunga huduma. Wakati mwingine anahitaji huduma ili kubadili nia za mioyo ya watu. Lugha ya kidini inaweza kuficha utupu wa kiroho. Mahali patakatifu panaweza kuficha tamaa. Kazi ya Mungu inaweza kuwa chombo cha kujitukuza. Hivi ndivyo watu wanaweza bila kujua kugeuka kuwa vyombo vya adui, wakifanya yasiyolingana na tabia ya Mungu, lakini wakidai kumtumikia. Janga la kazi za Mungu mikononi mwa Shetani si kwamba Shetani anamshinda Mungu, bali ni kwamba kiburi cha mwanadamu huruhusu mambo matakatifu kupotoshwa kwa tamaa binafsi.
Nia inapohama kutoka kumtukuza Mungu kwenda kujitukuza, kazi ya kidini hubaki na sura, lakini hupoteza roho. Kama tulivyosema, majengo yanaweza kusimama, makundi yanaweza kuongezeka, lakini Mungu huutazama moyo. Mwanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Tunaisoma hiyo katika Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 7.